tuzo kubwa za Grammy msimu ujao au msimu mwingine. Msimu mwingine wa 2027 unafanyika LA, Los Angeles, Marekani, mwezi wa pili tarehe 7 2027. Tunajua kwa Tanzania, kwa Afrika, msanii ambaye alishinda alikuwa ni Tyler, si ndio? Licha ya kwamba kulikuwa na nomination ya wasanii wengi, ile kwa Tanzania tukubahatika ile wasanii wengi waliishia kwenye consideration: Mario, Diamond, Harmonize, AY, unaelewa, Fid Q. Ni pekee kutoka Afrika Mashariki ambaye aliingia kwenye nomination za Grammy alikuwa ni Eddy Kenzo kutoka Uganda na hakushinda. Sasa mwezi wa pili tena 2027 zinafanyika na imetangazwa tarehe 7 mwezi wa pili. Na nimejaribu kuona mijadala ya watu wanajaribu kuuliza nani atashinda Grammy, umeelewa? Nafikiri wasanii ambao wanatakiwa kusubmit nyimbo zao ni wale ambao wametoa nyimbo zimetoka kabla ya tarehe kutangazwa ya Grammy. Kwa mfano tarehe imetangazwa labda leo, manake nyimbo zote ambazo zimetoka leo tarehe inavyotangazwa za nyuma ndio wanaotakiwa kupeleka nyimbo. Umeshaelewa vizuri? So manake mpaka sasa hivi watu wengi akili zao zote ni Nigeria labda na South Africa, na watu wengi wanajaribu kupendekeza kwa sababu Ashake anaweza akashinda Grammy. Fally ametoa album ya XX ambayo inafanya vizuri. Kuna msanii yoyote wa toka Kongo ambaye amewahi kuhit numbers, Spotify numbers nyingi? Kwa sababu Ashake album yake Mane imeweka rekodi, unajua kuvunja rekodi siku ya kwanza tu ya album masaa 24 ya streams za milioni 10. Ikawa ndo album ya pili baada ya album ya Wizkid ya Made in Lagos ambayo ilifikisha milioni 12. Kwa maana yake imeweka rekodi kwa wasanii wa Nigeria. Ya Ashake akawa nafasi ya pili kwa kufikisha streams milioni 10 kwa masaa 24. Then kesho yake siku ya pili ni milioni 8. Manake ni album ambayo inaendelea kutengeneza rekodi na pia inaendelea kutengeneza numbers nyingi sana. So Ashake ni msanii ambaye anatajwa kwamba inawezekana akawa ndo mtu ambaye anatazamiwa huenda akaondoka na Grammy kwa mwaka 2027. Fally ameweka rekodi pia kwenye album yake ya XX, kwanza kufikua msanii wa kwanza anaishi Kinshasa au Kongo kuwa na monthly listen na milioni 2.9 kwenda milioni 3. Umeshaelewa hilo la kwanza. Na wimbo Jam akiwa na Wizkid umevunja rekodi ya kufikisha ya kuwa na streaming nyingi ndani ya muda mchache. Sasa hivi tunavyozungumza Jam ina milioni 4.5 kwa East Africa. Kiukweli Baraka Joshua anafanya vizuri sana duniani. Yaani amekuwa na consistency ya kufanya vizuri duniani. Kuna wasanii ambao wame breakthrough, yani wamefanya vizuri. Lakini pia kwa mtu ambaye kafanya poa sana, ngoma zimekuwa kubwa, Zuchu na wimbo wake wa Amanda remix akiwa na Spice. Yani ile tubishe tufanye nini, Zuchu anastahili kuwa pale, yani kuingia kwenye nomination za Grammy kupitia ngoma ya Amanda remix. Umeelewa? Juzi tumeona ameperform Uganda, namna ilivyopokelewa na watu, ni hit song ya kimataifa. Wasanii wengine ambao na prefer kweli wapo kwenye nomination za Grammy ni Bien na Alikiba kupitia wimbo wa Finali. Yani tukubali tukatae. Kwa Masava Pressure, sidhani kama kuna wimbo mkubwa umeshawahi kuvuka mipaka kutoka Afrika Mashariki.